watu wanawaka nikupata mtu original baha. Nikikukosea akira kukunifokea. Yes, na kuna kitu watu wengi hawajakigundua kabisa kwenye goma la Love Designer. Watu wengi wanafikiri kwamba huu ni wimbo wa kawaida tu, wimbo wa mahaba, lakini ukisikilizwa kwa makini ndio utagundua kwamba Darasa na Harmonize kila mmoja ana nafasi yake kwenye simulizi hii. Darasa anasimulia hadithi ya mapenzi kwa mafumbo, lakini huku Harmonize akiwa na sauti ya hisia na udhibitisho wa upendo. Leo ndakuchambulia verse to verse ili ujue kwamba maana iliyojificha nyuma ya wimbo. Kwa mimi nakusii tu kwamba tumie sekunde moja tukugusa neno subscribe, kwa sababu mimi nitakuwa nakuletea tu kila uchambuzi wa ngoma zinapozidi kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Yes, wimbo unaanza na sauti ya gitaa ambalo limeweka mazingira ya utulivu na mahaba. Kisha Darasa anaanza kwa kusema kwamba when I wake up in the morning, mapenzi jikoni, mapenzi ya jioni. Hapo anatukumbusha kwamba mapenzi ya kweli hayapaswi kuonyesha siku maalum tu. Mapenzi yanatakiwa uyaonyeshe kila siku ambapo inatakiwa. Ndiyo maana anamalizia kwa kusema kwamba mshike mkono wako, muangalie na mwambie ya moyoni. Ujumbe huu sio rahisi kujua, ila anatuambia kwamba usisubiri kesho kumwambia mtu ambaye unampenda kilichopo moyoni mwako. Sasa tuingie kwenye verse ya kwanza kabisa ambapo Darasa amesema kwamba unasikia sound my heartbeat. Hapa anamaanisha kwamba kila mpigo wa moyo wake umejaa hisia za mpenzi wake. Halafu anasema kwamba penzi nimelify my outfit. Hapo anamaanisha kwamba mapenzi yamekuwa sehemu yake ya maisha na utambulisho wake. Yes, anaposema kwamba kumpenda mtu ni haki yangu, hapo anasisitiza kwamba hakuna mtu ambaye anapaswa kupanga nani ampende. Kisha anafuatisha na mstari wenye jazi la upendo haliendeshwi kwa upepo. Yes, na hapa anatukumbusha kwamba mahusiano hayapaswi tu kuongozwa kwa maneno ya watu au mazingira, bali ni maamuzi sahihi ya watu wanaopenda. Darasa anaendelea kwa kusema kwamba yes, moyo ni nchi ambayo inataka treatment special. Hapa ni lugha ya picha ambayo inatambulisha kuwa moyo wa mtu unahitaji kuheshimiwa na kutunzwa na kulindwa. Yes, baada ya hapo Harmonize anaingia kwenye chorus na anasema kwamba akinikosea haki yako kunifokea. Hapo Harmonize ameonyesha kwamba mahusiano hayawezi kukosa changamoto, lakini anayempenda kweli anakubali kukosolewa na kurekebishwa. Lakini akaendelea kusema kwamba you know that I care. Hapo anamhakikishia mpenzi wake kuwa yuko tayari, bado anampenda na yupo tayari kusimama naye. Na huu mstari unaofuata anaposema kwamba majibu yake mikali nitakuwekea. Hapo anaonyesha kwamba utulivu. Baada ya kumjibu kwa hasira, anaahidi kumjibu kwa upole na busara. Kisha anaimba unanifanya nijione nipo juu. Hii ina maana ya kwamba upendo wa mpenzi wake basi umempa furaha na kujiamini na kujiona mwenye thamani zaidi. Yes, kwa ufupi tu ni kwamba Darasa ndio amejenga simulizi la mapenzi kupitia mafumbo na falsafa, wakati Harmonize ndio amebeba hisia na majibu ya udhibitisho wa upendo kupitia melodi yake. Ndio maana Love Designer hautabaki kwa ni wimbo wa mahaba pekee, bali utakuwa ni wimbo ambao ni mazungumzo ya wapenzi wawili na kujenga uhusiano wenye upendo na uaminifu na kuheshimiana. Je, wewe umeeleweje wimbo huu? Ni mstari gani, ni mstari upi ambao umegusa zaidi? Andika maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe na kuwa mwanafamilia. Asante, tutakutana kwenye video nyingine.